Ni ya Gaspar. Nilijua tu. Usimtaje Gaspar wewe. Umeniweza kabisa. Kwa hiyo huyo Gaspar wako umemwambia? Hapana mama, sijamwambia bado. Wewe acha kunitania. Unaacha kumwambia mwenye mimba, unakuja kuniambia mimi. Mimi ndo mwenye mimba. Mama kweli Chia hajui chochote kuhusu ujauzito. Acha kunitania. Kwa nini usimwambie? Hujamwambia bado, unasubiri nini? Unakuja kuniambia mimi ndo Gaspar. Kwa nini usimwambie mwenye mimba kwani? Unaacha kumwambia mwenye mimba, unakuja kuniambia mimi. Acha kunitania. Alafu huo ni uongo. Utakuwa umemwambia, utaki kuniambia. Niambie ukweli. Umemwambia hujamwambia? Wewe ulitakiwa mwambie huyo Gaspar wako, mkiongea majibu utakayoyapata kwa Gaspar ndio unakuja nayo kwangu mimi. Sasa unakuja kutangulia kuniambia mimi ndo mwenye mimba. Uache kumwambia mwenye mimba. Wewe mtoto. Ondoka nenda huko. Sitaki hata kukuona. Umeshaniharibia siku kabisa. Unisikii? Lakini nasema lakini nenda. Umeniharibia siku. Ase. Mambo gani haya? Mtoto asiyesikia. Umeniweza. Kwa hapa. Ni kitu ambacho sikutegemea kabisa. Mtoto wangu ni king'ang'anizi jamani. Usiogope mdogo wangu. Hivi ni vitu vinapita tu. Huu msitu una vitu vingi sana. Twende mdogo wangu. Kibali cha kuingia kwenye msitu huu kutoka nani? Kurudi mlikotoka. Mtakufa. Toka.
So sana sese na kasaka. Oi. Oi. Umeniita? Ndiyo mkuu, nimekuita. Mkuu, hii kazi naona inazidi kuwa ngumu kwangu, kwa sababu yule binti kumlinda imekuwa changamoto kubwa sana. Kwa sasa hataki hata kuniona mkuu, na hizi dawa ambazo umesema niendelee kumwekea mpaka pale miezi itakapokamilika, naona itakuwa ni kazi sana kufanya hivi, kwa sababu kwa sasa ameniweka mbali sana. Mkuu, sielewi nifanye nini, ndio maana nimekuita. Nimekusikia. Hapa kitakachotokea, kwa sababu tayari umeshatumia mbinu zote, nitakupa uwezo. Kila utakapokuwa unataka kwenda, utakuwa unabadilika na kuwa na umbile la kike na rafiki yake wa karibu. Hivyo utakuwa na uwezo wa kukaa naye bila yeye kujua kama ni wewe. Utageuka na kuwa mtoto wa kike. Utakuwa rafiki yake wa karibu, hivyo atashindwa kugundua mbinu zako. Utakuwa una uwezo wa kwenda mbele yake. Nitakupa uwezo. Nadhani umenielewa. Mkuu, unadhani hiyo njia inaweza kuwa ni sahihi sana? Sina desturi ya kukosea na kuyumbisha maamuzi yangu. Hii kwa sasa ndio njia pekee itakayokusaidia, kwa sababu utakapokuwa rafiki yake atakuwa anakuamini na atakuwa huru sana kwako. Hivyo itakuwa ni nyepesi zaidi kukufanya utimize chochote unachohitaji juu yake. Sawa mkuu, nashukuru sana kwa msaada wako mkuu. Na vipi kuhusu Kisha mkuu? Maana Kisha amenisaliti, naye pia hataki hata kuniona kabisa, na anajua siri zetu nyingi sana. Vipi kuhusu yeye? Nitakupatia jibu hivi karibuni, ila asikuumize kichwa kwa sasa. Wewe angalia namna ya kuendelea kuitilia dawa ile mimba. Tunahitaji kile kiumbe, tunania nacho, tunakitaka na tunakihitaji. Hakikisha ukosei, hakikisha upotei, hakikisha unatimiza tulichokuagiza. Sawa mkuu, nashukuru sana. Alina! Hey, Mary! Ha, Mary jamani, Mary! Opo, nipo! Hey, jamani! Wow! Wow! Opo, nipo ndo nimekuja. Wewe, mbona za kupotea nzuri? Ufanye surprise. Yaani unifanyia bonge la surprise nakwambia. Mimi nimeamua kufanya surprise leo. Karibu mwaya. Asante, tupeleke kwenye maji maana hata hiyo sikasa. Karibu jamani. Jamani. Huyu hapana kwa kweli. Karibu mwaya. Asante, mimi ndio nishafika. Yaani Meli, yaani mpaka siamini. Kwa nini uamini? Kama nakuona ni wewe, ni mimi mwaya. Ni kitambo, yaani ndio nishakaribia hapa. Yaani uwezi amini nimefika jana jioni. Lakini nikauliza, jamani hivi Lina yupo? Nikaambiwa upo. Uwezi amini nitamani nije usiku huo. We. Lakini kasema roho yangu tulia. Ngoja tu nije leo. Basi leo nikaona siwezi nikatulia.
Ngoja tulia. Mpaka nije. Ndio hivyo nimekuja. Mwenyewe nilikumisi unajua. We, hujanifikia mimi. Mimi ndio wewe. Nilikuwa nimekumisi, nilikuwa nakuzungumzia kama vile ulikuwepo. Kweli? Akiana tena nilikuwa nakuzungumzia Lina, nilikumisi shoga yangu. Ila hata hivi yenyewe sikai sana. So, mama kuna sehemu kaniagiza hapo. Naomba kwanza maji ya kunywa. Maji? Maana na kiu. Usijali mwana. Yani hapa mwana. Asante. Asante kwa kweli yani. Yaani Lini ile tumekuzungumzia na mama unajua ama kweli lisemwalo lipo. Kama halipo basi laja. Umeona? Si ndio hivyo umekuja? Jamani, mimi nipo ila sema ndio hivyo, si unajua tena nilikuwa nimesafiri. Mbona umebadilika hivyo? Yaani umekuwa mzuri. Umependeza, unajua umependeza. Na kamwili kamekuja nini? Hamna rafiki yangu, mbona kawaida tu. Kawaida wapi? Kweli yani umekuwa unajua umelizika sasa hivi. Yaani kidogo naona kwanza niwekee maji yako ili nikwambie vizuri. Maana hapo naona kama siliziki. Unajua nini? Sema nini umenawiri wewe unajua. Jamani Meli. Umenawiri na nini tena Mungu? Umependeza tu kweli. Kwa kuwa umesema una haraka, basi siku nyingine ukija. Nitakupikia kile ulichokuna kipenda. Na umenikumbusha shoga, hivi ndio nilikuwa nataka niondoke, alafu nimesahau niongea na story. Ile unajua ni kweli tena mimi naona bora niende. Nachelewa nikotaka kuenda, nimeagizwa hivyo mwenzio. Jamani. Lakini si unajua tena mimi moyo wangu bila wewe. Acha. Kweli tena. Naomba unitoe basi. Sawa. Sawa Mwaya. Karibu hapa ndo kwetu kama unavyojua. Na kweli. Kafara ya mimba ya Kafara ya mimba ya Kafara ya mimba ya Agano la kuzimu. Mimba